Ndani ya vitabu tunakutana na nguli, tunakutana na wazoefu, tunakutana na watu waliotuzidi uwezo, tunakutana na watu waliotuzidi experience, watu waliotuzidi miaka, watu waliotuzidi maarifa. Na katika vitabu hivi tunazungumza nao, tunawaeleza matatizo yetu na wanatusaidia kuyatafuta. Ndio maana kitabu cha kwanza kabisa ambacho unatakiwa uanze nacho, au vitabu ambavyo unatakiwa kuanza kuvisoma ni vitabu ambavyo vinaendana na matatizo yako ya sasa. Usome vitabu kama njia ya kutatua matatizo ulionayo. Nenda kawazungumze na wataalamu. Na katika hivi vitabu tumesema kuna siri za aina mbalimbali. Na hizi siri tumesema siri za vitabu imeanzishwa kwa lengo la kusaidia kufanya uchambuzi wa siri hizi ambazo huenda zisiwafikie watu wote, na sisi tukaamua kwamba tutaamua kurahisisha, tutarahisisha hii njia ya upatikanaji wa maarifa. Karibu sana, mimi naitwa Mfaume Hassan na hii ni Siri za Vitabu. Kama umekuwa ukitufuatilia toka mwaka 2022 utagundua kwamba tuna channel yetu ya YouTube ambayo ilishakuwa kubwa, ilishakuwa na content nyingi ambazo watu walikuwa wakitaka kurejea, wanaweza kurejea uchambuzi wetu wa vitabu vya aina mbalimbali, na tunasema na siri za aina mbalimbali ambazo zimefichwa katika vitabu. Lakini kwa bahati mbaya sana mwaka jana kutokana na changamoto ambazo zilikuwa ni nje ya uwezo wetu zilisababisha channel yetu ile ikaweza kufutwa. Na tumekuwa kimya kwa muda fulani, lakini tumeamua kurudi tena. Tumeamua kurudi tena kufanya uchambuzi wa siri ambazo zimefichwa katika vitabu. Kwa sababu haya ni maisha. Na tumesema katika vitabu tunakutana na wazee, tunakutana na wataalam, tunakutana na wazoefu. Na kwa sababu maisha yetu ya kila siku yana changamoto za aina mbalimbali ambazo zinahitaji solutions, zinahitaji ushauri wa wataalam, basi hatuwezi tukakaa mbali na vitabu. Na siri za vitabu ni mission ambayo imelenga kuhakikisha kwamba hizi siri ambazo zimefichwa zinaenda kutatua matatizo ya watu wengi, basi haya maarifa yakawafikie watu wengi. Karibuni sana, karibuni sana. Kama ndio unatusikiliza basi tunaomba uweze kusubscribe. Kwa wale ambao walikuwa ni subscribers wetu wa mwanzoni tunawashukuru sana, lakini tunaomba muweze kurudi. Tunaomba muweze kusubscribe upya katika channel yetu hii mpya. Tutaendelea kufanya uchambuzi, na sasa hivi tunarudi kivingine kabisa. Tutakuwa tukitoa quality content ambazo zitakusaidia kujifunza vitabu vya aina mbalimbali. Kuna vitabu vya aina mbalimbali ambavyo vitakusaidia katika nyanja mbalimbali, na sisi kama Siri za Vitabu tunalenga kwamba hizi siri uweze kuzipata. Karibuni sana na wakaribisha sana katika channel hii, na wakaribisha tena kwa mara nyingine. Karibuni sana muweze kuwa wanafamilia wa Siri za Vitabu. Safari yangu ya kusoma vitabu itakushangaza. Hivi vitabu ambavyo watu wanavita vya motivation, na mimi pia nilikuwa katika mkondo huo. Nilikuwa nikiamini kwamba vitabu ni vya motivation. Kwa nini watufundishe kutafuta hela? Je, wao wanazo? Nilikuwa nikiamini kwamba hakuna kitu kipya. Nilikuwa nikiamini kwamba ninajua sana. Nilikuwa siamini katika usomaji, nikiamini kwamba labda huenda ni kama mtu anataka kukurudisha shule. Lakini safari yangu ilikuwa na upekee wa aina yake. Vitabu nimeanza kusoma hasa hivi vitabu vya kuhusu maisha baada ya kumaliza chuo. Lakini mwanzoni kabisa nilipotoka chuoni, bado nilikuwa nikisoma vitabu, lakini nilikuwa nikisoma vitabu ambavyo kwa sasa hivi naweza nikavitemu ni vitabu ambavyo msaada wake ulikuwa ni mdogo. Nilikuwa nikisoma riwaya na vitabu ambavyo vimeendana na field yake. By profession mimi ni msimamizi wa sheria. Nimesoma au degree yangu ni shahada ya usimamizi wa sheria kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Lakini nikiwa chuo nilikuwa desaboy, ni mtu ambaye anapenda kusoma. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo nilikuwa navipenda au vitabu ambavyo au mada ambazo nilikuwa nazipenda ni security analysis, mada ambazo zinahusiana na usalama, mada ambazo zinahusiana na tunasema taarifa hizi za kimataifa, vita, hiki kinaendelea huku na kule, historia, empires zilizokuwepo, ndo zilikuwa mada ambazo ninazipenda sana. Na vitabu ambavyo nilikuwa ninavisoma ni vitabu vya kina General Sun Tzu, The Art of War, vitabu vya kina kama Niccolo Machiavelli,
The Prince na vitabu vingine ambavyo vilikuwa ni vya kimkakati zaidi. Lakini rafiki yangu ambaye kwa sasa ni partner na namshukuru sana, alinisaidia kunintroduce katika ulimwengu wa vitabu vya self development, vitabu vya maendeleo binafsi, vitabu ambavyo vinahusu maisha ya moja kwa moja. Na kitabu cha kwanza kabisa ambacho nilikisoma ambacho alinipendekezea, nikafikiria nikaona mbona kama kinawezekana, labda mbona kama ni kizuri, ni kitabu cha The Power of Your Subconscious Mind, kimeandikwa na Dr. Joseph Murphy. Ni kitabu kizuri sana. Kwa alinipendekezea kile kitabu na nikakisoma kile kitabu, na nahisi nikikumbuka vizuri huwa ndo kitabu changu cha kwanza ambacho niliweza kukisoma mwanzo hadi mwisho. Lakini kile kitabu kilinitengenezea curiosity ndani yangu, kilinitengenezea uhitaji wa maarifa zaidi. Ni kitabu ambacho kinakufungua kuhusu nguvu iliyopo katika ubongo wako, kwamba na Joseph Murphy anazungumzia conscious na subconscious mind. Ni mada ya siku nyingine, lakini kitabu hiki ni kitabu kizuri sana ambacho kilinifungua, kikanifanya nikapata kiu ya kwenda kusoma kitabu cha pili. Na kitabu cha pili kilikuwa si kingine bali ni Rich Dad Poor Dad. Kitabu hiki cha Robert T. Kiyosaki kilisababisha sasa, chenyewe tutasema cha pili ndo kilisababisha nikaanza kuingia mzima, na iliyofuata ni historia. Hadi sasa nimesoma vitabu vingi sana, na maisha yangu yote yamekuwa ni maisha yaliyotawalwa na utafutaji wa maarifa na usomaji, kwa sababu nimeshatengenezewa imani. Kwa sasa imani yangu kubwa ipo katika ukombozi wa kifikra kama mkombozi, au tunasema kama msingi wa kutafuta uhuru wa kifedha. Kwa hiyo safari yangu ya usomaji wa vitabu ilianza na usomaji wa vitabu hivi vya maendeleo binafsi ilianza na rafiki yangu ambaye kwa sasa ni partner wangu katika biashara. Ni partner au tunasema ni mtu ambaye kule tukiangalia kitabu cha Think and Grow Rich tunasema Mastermind Alliance. Ni mtu ambaye tuna share vision moja, tuna share kila kitu pamoja na tunazitafuta hizo ndoto kwa pamoja. Kwa hiyo huenda unanisikiliza na unajiuliza sana vitabu vina nini na kwa nini nipoteze muda nisome vitabu. Mimi nitakachokusini kwamba tafuta changamoto ambayo inakukumba katika maisha, alafu tafuta kitabu kimoja. Kwanza kitabu kimoja kinaweza kikabadilisha maisha yako, lakini kitabu kimoja kinaweza kikabadilisha safari yako ya usomaji wa vitabu na utafutaji wa maarifa. Na usidhani kwamba mambo yote yatakuja kwa pamoja, kwamba ghafla tu nitafikiria kwamba utakuwa mpenzi wa kusoma vitabu au utaona kusoma vitabu ni safari ambayo ni rahisi au ni rahisi sana. Hapana, haiwezi kawa rahisi moja kwa moja. Cha muhimu ni tunasema kutafuta ufunguo pa kuanzia, sehemu ndogo sana. Sehemu ya kuanzia ni ndogo sana. Tafuta sehemu ndogo sana ya kuanzia. Miongoni mwa vitu ambavyo vilinisababisha nikajikuta nimeingia katika wimbi hili, au tuseme nimeingia katika ulimwengu huu wa usomaji wa vitabu, ni kwamba vitabu nilivyovisoma mwanzoni vilikuwa vinagusa matatizo yangu moja kwa moja, vilikuwa vinagusa interest zangu moja kwa moja, uhuru wa kifedha, maarifa kiujumla, tunasema psychology, zinajenga psychology, vingine nilivisoma vilikuwa vinanijenga kimahusiano. Kwa hiyo ni vitabu ambavyo vinagusa maisha yangu moja kwa moja, na ninaamini wewe unaonisikiliza, kama unataka kuibadilisha safari yako ya usomaji wa vitabu, safari yako katika mahusiano, katika utafutaji, katika uongozi, katika mawasiliano na kila kitu, basi vitabu vinaweza vikawa ni coach mzuri sana ambaye anaweza kukusaidia kufanya mabadiliko makubwa. Mimi naitwa Mfaume Hassan na hii ni Siri za Vitabu. Tunarudi taratibu kwenye discussion au kwenye maongezi yetu kuhusu uchambuzi wa vitabu vya aina mbalimbali. Karibuni sana muweze kusubscribe, karibuni sana muweze kuwa wanafamilia wa Siri za Vitabu. Wewe ni msomaji wa vitabu, lakini kuna vitabu ambavyo ni vigumu sana kuelewa. Unahitaji like-minded people. Unahitaji watu ambao unafanana nao. Unahitaji watu ambao wana interest kama ambazo ulizonazo wewe, kama za kwako. Ili muweze kusoma kwa pamoja na muweze kuelewa kilichowekwa ndani.
Siri za Vitabu tutakusaidia kufanya uchambuzi wa vitabu vya aina mbalimbali. Na service hii hatuifanyi kwa pesa. Hatuifanyi kwamba ili uje kutulipa chochote. Tunafanya uchambuzi katika channel hii, uchambuzi wa vitabu kwa lengo la kuhimiza usomaji wa vitabu na kurahisisha mchakato wa upatikanaji wa maarifa, kwani tumeshatambua kwamba tupo katika ulimwengu wa taarifa, na taarifa au maarifa ndiyo pesa. Taarifa au maarifa ndo ambao vinaweza kutusaidia kubadilisha maisha yetu. Hakuna wasiwasi wowote katika kuzungumzia nguvu iliyopo au nguvu iliyopo katika maarifa, katika kufanikiwa au katika kufanikisha maisha yetu katika nyanja za aina mbalimbali. Kwa hiyo kama hakuna ubishi katika hilo, tunajua kabisa kwamba tunayahitaji maarifa, na Siri za Vitabu ipo kwa ajili yako. Siri za Vitabu itakusaidia kufanya uchambuzi wa aina mbalimbali wa vitabu. Unachotakiwa kufanya ni kujoin katika platform zetu. Instagram to follow Siri za Vitabu, TikTok to follow Siri za Vitabu, na YouTube sasa unaweza ukatufollow kama Siri za Vitabu. Karibuni sana, mimi naitwa Mpome Hassan.